Mbwaduke Stats, Sport Next Level. Mbwaduke Stats, Sport Next Level. Hatimaye, shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF limetangaza rasmi waamuzi watakaochezesha mchezo wa kwanza, fainali ya kwanza ya kombe la shirikisho barani Afrika, Simba dhidi ya RS Berkane itakayochezwa kule nchini Morocco, ambao hawa wote waliotajwa ni wazoefu katika michuano mbalimbali ya kimataifa. Na mwamuzi wa kati sio mwingine, ni huyu aitwa Pierre Gisla Acho, ambaye anatoka nchini Gabon. Yeye ndiye mwamuzi wa kati. Umri wake ni miaka 32 kwa sababu alizaliwa miaka 32. Alizaliwa Oktoba 10 mwaka 1992. Ni mwamuzi ambaye manake ni kwamba anaweza kabisa kuendana na nginja za mchezo wa fainali, tena inayohusu wana Msimbazi, wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya RS Berkane, mchezo ambao unatarajiwa kuwa na ushindani mkali. Ndio kasi ndio sehemu ya mchezo huu ambao pia utahitaji umakini wa hali ya juu, mwamuzi mwenye uwezo mkubwa ili kuweza kumudu vitimbi, lakini pia janja mbalimbali za wachezaji, hususan wa RS Berkane ambao inafahamika katika ukanda ule wa UNAF timu nyingi huwa zinapata mafanikio makubwa kwenye michuano ya CAF, hasa kwenye hatua za mtoano. Miongoni mwa mbinu zao ni pamoja na namna ya kucheza na saikolojia ya mwamuzi. Kujiangusha, kupoteza muda ni sehemu ya michezo yao, hususan pale wanapotaka wapate matokeo ambayo tayari wameshapata uwanjani. Sasa katika mechi hii RS Berkane dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba, huyu Pierre ndiye atakayekuwa katikati, na matarajio ni kwamba eneo la uamuzi halitakuwa chanzo cha kuathiri matokeo. Matarajio ni kwamba watachezesha kwa kiwango cha juu, kwa sababu Pierre amethibitisha katika mechi mbalimbali kubwa za michuano ya CAF kama hii ya kombe la shirikisho, ligi ya mabingwa barani Afrika, fainali za AFCON, lakini pia mechi za kuwania kufuzu kwa kombe la dunia barani Afrika. Amekuwa katika kiwango bora sana, na ndio maana haishangazi kuona akipewa jukumu hili la kuwa mwamuzi pale katikati kuchezesha mechi hii muhimu kati ya RS Berkane wanaowania taji la 3 la kombe la shirikisho katika kipindi cha kuanzia msimu wa 2019-2020 mpaka sasa, ile hali wekundu wa Msimbazi Simba wakiwania taji la kwanza la kombe la shirikisho barani Afrika katika historia yao. Haitazamiwi kuwa mechi nyepesi hata kidogo. Kwa sababu hiyo, mwamuzi kwa kujua kwamba anapaswa kuwa makini, shirikisho la soka barani Afrika CAF limemleta huyu Pierre, ambaye rekodi zake hivi karibuni zinaonyesha dhahiri ni namna gani yeye kuchezesha mpira wa miguu. Hana masihara hata kidogo panapofanyika makosa ambayo kikanuni kisheria yanastahili kuadhibiwa. Lakini vile vile haijalishi kwenye mechi zake za hivi karibuni, haijalishi kwamba mwenyeji labda ndo apate matokeo chanya, la hasha. Badala yake namna timu zilivyojipanga katika kucheza, kuziendea mechi, ndizo ambazo zinaweza zikaleta matokeo uwanjani, na ndicho kinachotarajiwa katika mpira wa miguu. Aliyejipanga vizuri, anayeweka kete zake vizuri katika dakika 90 za mchezo, ndiye apate matokeo. Kwa sababu gani? Katika mechi 9 zilizopita, rekodi inaonyesha ambazo ni za michuano ya kimataifa ya CAF zikichezeshwa na yeye Pierre Acho, yeye ameamua na kuonyesha kwamba wenyeji kwenye mechi 9 wameshinda mechi 4, lakini wenyeji licha ya kupata mechi 4 katika 9 ambayo ni wastani wa ushindi wa 44%, wageni nao hawaambuli mikono mitupu endapo wamejipanga vyema, kwa sababu wageni katika mechi hizi 9 kwenye mechi alizochezesha wageni wameshinda mechi 3. Unaweza kaona ni namna gani yeye alivyo makini. Maana yake hapa ni ufanisi au ushindi wa 33.3333 to infinity, kama ilivyo hapa 44%. Hii ni around 33%. Lakini kuna sare, yes, katika kuchezesha kwake kwenye mechi 9 zilizopita, sare zimepatikana, sare 2, yes, ambazo ni 1% iliyobaki katika mechi hizi alizochezesha. Mechi hizi za sare 2 zilikuwa ni pamoja na Afrika Kusini dhidi ya Uganda, ilisha 2-2, yeye ndo alikuwa mwamuzi pale katikati. Lakini pia kuna sare ya El Merreikh ya Sudan
dhidi ya FAR Rabat ya Morocco iliisha kwa sare ya 2-2. Yeye ndo alikuwa mwamuzi wa kati, ikiwa katika mechi mojawapo ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu huu, kwa sababu mechi hizi 9 ninazozielezea ni kuanzia Juni 2024 mpaka kufikia sasa kuelekea katika mchezo huu wa fainali kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini pia ana uzoefu mkubwa kama nilivyotoka kueleza awali kwenye fainali zilizopita za AFCON. Miongoni mwa mechi ambazo yeye alikuwa mwamuzi wa kati ni pamoja na mechi iliyoisha kwa sare kati ya Senegal dhidi ya wenyeji Ivory Coast, mechi ambayo mwisho wake ikaamuliwa kwa mikwaju ya penalty, Ivory Coast wakasonga mbele. Lakini mechi nyingine ilikuwa ni sare ya 2-2 kati ya Ghana dhidi ya Misri katika fainali za AFCON. Kwa hiyo inaonyesha namna gani ambavyo ni refa ambaye aliyejipanga ndiye anayepata matokeo bila kujali ukubwa au jina la timu. Amekuchezesha pia mechi ambayo Al Ahly walifunga Al Hilal Omdurman bao 1-0, Al Hilal Omdurman wakiwa nyumbani. Lakini katika mechi hizi 9 kuonyesha namna gani yeye hana masihara katika kutekeleza sheria za mpira wa miguu uwanjani ni kwamba mechi 9 hizi kwa ukali wake, licha kwamba anaonekana ni mwamuzi mwenye umri kijana, miongoni mwa waamuzi vijana barani Afrika chini ya mwavuli wa CAF, ametoa kadi za njano 32. Yes, yellow cards 32 katika mechi 9. Lakini kuna kadi nyekundu, red cards, amezitoa 2, red cards amezitoa 2. Mojawapo ikitokana na kadi za njano kuwa 2. Kadi za njano kuwa 2 ambazo zilizaa kadi nyekundu. Sasa huyu ndiye Pierre Gisela Acho, mwamuzi atakayekuwa katikati kuchezesha mechi kati ya RS Berkane dhidi ya Simba, mchezo utakaochezwa tarehe 17 ya mwezi huu, na kisha mechi ya marudiano kuchezwa tarehe 25 mwezi huu. Na kwenye matokeo ya jumla, mshindi wa jumla ndiye atakayetoa ndoo, atakayetoa kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu wa 2024-2025. Swali pekee ni kwamba je, kutokana na CAF kuitendea haki mechi hii kwa kumleta mwamuzi mwenye wasifu mzuri barani Afrika, nini atakachokifanya wekundu wa Msimbazi katika kuwapa raha wana Msimbazi, kuwapa raha wa Tanzania? Ni swala la kusubiri. Lakini kimsingi jopo zima lile la waamuzi, mbali na yeye mwamuzi wa kati, maafisa wengine katika mchezo huu ni pamoja kamishna wa mchezo anaitwa Alim Abubakar, yeye anatoka Kameruni, ndiye kamishna wa mchezo. Lakini miongoni mwa wasaidizi, tuseme waamuzi wasaidizi katika mechi hii, wasaidizi wale wa Pierre ni pamoja na Disoga ambaye anatoka pia Gabon, lakini wapo wasaidizi wengine wanaotoka katika mataifa mengine. Kwa mfano kuna Eric Urich anatoka Benin, lakini vile vile yupo Mediame anatoka Gabon na kadhalika na kadhalika. Lakini kwenye maafisa wa chumba cha VAR wapo wanaotoka Zambia, kuna wengine wanatoka katika mataifa mbalimbali, mchanganyiko ambao mwisho wa siku lengo lake ni kuhakikisha haki inatendeka, aliyejipanga katika mechi hiyo apate matokeo kulingana na maandalizi yake na sio vingine. Haya ndio matarajio. Swali, nini kitakachotokea? Ni swala la kusubiri. Mbinu za mwalimu Moi Shaban wa RS Berkane, lakini pia mbinu za mwalimu Fadlu Davis wa wekundu wa Msimbazi Simba. Mtazamaji wa channel hii, endelea kuunga mkono kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye. Mbwaduke Stats, Sport Next Level.